Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama baad. Kwanza tunamshukuru Allah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu ametupa afya, ametujalia tumeweza kufika viwajani, na ni vizuri pia watu wanaweza kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu si zote ni viumbe za Mwenyezi Mungu na tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na mwisho wa mambo yetu hapa duniani tutarudi kwake Mwenyezi Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaishi katika hii mgongo wa ardhi atarudi kwa Mwenyezi Mungu. Uwe ulivyo, uwe utakavyokuwa, uwe jeuri, uwe mzuri, uwe namna gani, sote tunarudi kwa Mwenyezi Mungu siku ya mwisho. Na siku ya mwisho ni siku ya kuulizwa yale tulikuwa tunafanya hapa duniani, na kila mwanadamu ataeleza kulingana na amali zake ambazo alikuwa anafanya, na hiyo ndio judgment day ambaye itakuwa ni siku ngumu sana inasemekana. Kwa hivyo ni kuomba tutoke duniani tukiwa watu wema na watu ambaye wamemjua Mwenyezi Mungu. Tusitoke watu ambaye hawamjui Mwenyezi Mungu ni nani, wametoka tu wameenda tu, alafu pia kufika kule mbele tukapata tabu. Kwa hivyo mimi naitwa Hassan na niko na kakangu hapa, sijui anaitwa nani? Mimi naitwa Collins kutoka Kisumu. Kutoka Kisumu. Asante sana. Na swali yote unataka kuuliza Waislamu? Kwa Kiislamu, mimi swali yangu ya kwanza ni vipi? Naam. Mbona Waislamu Wakristo wakiwaoa wakubaliki? Swali lake anauliza kwa nini Waislamu hawakubali wasichana wao waolewe na wasichana wa Kristo wasiolewe na Waislamu. Hiyo ndio swali lake. Sasa sio sisi tumesema, bali ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata wewe nikikuuliza saa hii, kwa mfano wewe uko na kijana, mimi niko na msichana, huo wakioana nani atafunga ndoa? Ni shehe ama ni imam? Ni pastor? Nani atafungisha ndoa? Kwa upande yangu mimi nasema hivi, inatokekana kwa upande ambao ulipokuwa. Sasa mmoja ni Muislamu na mmoja ni Mkristo, ndoa itafungishwa na nani? Wote kwa jumla, au sio? Hakuna ndoa ya watu wawili ate pastor afungishe na shehe afungishe. Pastor anafungisha Wakristo na nini, na huyu mwingine Muislamu anafungisha Waislamu. Sasa bwana mwalimu tusaidie. Haya, 221 naomba some mwalimu na usome maelezo yake. Nafikiri angalia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina, hata ingawa akakupendezeni. Ndio. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake wa Kiislamu, wala tusiwaoze wanaume washirikina wanawake Waislamu mpaka wafanyaje? Mpaka waamini. Sasa sijui kama umeunderstand hapo. Naelewa. Mshirikina ni nani? Ni ule anafanya kitendo tofauti na ile kitendo ambako inafaa kitendwe. Mshirikina ni yule ambaye anashirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe vingine. Kwa mfano ukisema Mungu ni watatu katika moja, unaingia katika grupu ya washirikina. Sababu Mungu ni ngapi? Ni moja peke yake. Sasa mwalimu, unaona sasa. Kwa hivyo alafu unajua kwa upande wenu, unajua wanawake wa Kiislamu wana sheria yao, kuna sheria imewekwa na Mwenyezi Mungu. Kwenye mnagaiaga wanawake shamba bado ambapo sioni mwalimu, urithi wa nyumbani. Kwa mfano baba yenu amekufa na mama yenu amekufa, mmebaki na mali, mko na shamba, mko na manyumba, mko na magari. Dada zenyu mtawagaia sheria yako yenu mwalimu? Sisi kwa kisheria ya serikali, si ya serikali, sheria ya kikwenyu ya kimila yenu ya nyumbani, kidini yetu ya Ukristo, tunasema kama amekosa kabisa basi anafaa kusaidiwa, lakini hagawiwi mali. Mali naye hagawiwi. Inagaiwa watu gani? Mali inagaiwa wenye boma. Akina nani? Wanaume wanawake? Wanaume. Kwa hivyo wanawake wanakuwa wameluzi. Ya pili, moja kidogo, wanawake wanakuwa wameluzi kabisa bado, kwa sababu katika Uislamu wanawake wanagawiwa mali.
Katika Uislamu wanawake wanagawiwa mali ya wazazi wao. Wanapata robo ya mali ya wazazi wao katika Uislamu. Huwa wanarithi mali ya baba zao. Lakini kwenye wanawake warithi mali ya baba zao, mnawadhulumu wanawake. Kulingana na kwa katiba yetu ya Kenya ikakubali, hata Wakristo wakatia sahihi. Hiyo ni katiba ilikubali. Kikatiba watagawiwa. Lakini katiba si ati ni ya dini. Hii ni katiba ya nchi, ni yetu sisi wa Kenya wote, si ndio? Lakini kuna katiba ya dini. Kuna katiba ya dini ya Kiislamu, kuna katiba na dini ya Kikristo. Mwalimu, mbona nikiingia kwenye kanisa letu ya Kikristo hatunai uso wala mguu, na tukiingia katika Uislamu lazima unawe uso na mguu? Swali ndio hilo. Okay, sawa. Nafikiri naona kama pengine ni wewe hujaisoma, sababu hata kitabu chako kinasema unawe miguu na uso. Naona sio sisi tumesema. Kwanza Qur'ani inasemaje? Qur'ani 5:6. Toro 6 Al-Karim. Semaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mnaposimama mkaswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Unasikia? Unaposimama ili ukafanya ibada ya sala, muoshe mikono yenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Hapa mikono mpaka hapa juu, na mpaka vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Unaona? Na miguu yetu ndio unaona tunaosha miguu, mikono na uso, na tunapaka maji kwa nywele kichwa. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au msafarini, au mmoja wenu umetoka chooni. Ukitoka chooni pia unatakikana, ukienda choo utumie maji. Ukienda choo ndogo utumie maji. Ukienda choo kubwa utumie maji. Si tishu kutumia karatasi. Kwa sababu haiwezi maliza ile uchafu. Ndio naona Waislamu wote duniani, awe ni nani, lazima atumie maji. Sasa hii maji, je, ilifundishwa katika kitabu chenyu? Funga kwa Biblia kidogo, kwa Qur'ani kidogo. Leta Biblia hapa. Hebu tuanze na kitabu cha Musa. Mnasemaga ni cha Musa, yani lakini waya kidogo. Kitabu cha Musa tunajua ni Torati. Lakini kwa sababu mnaisomaga hii, sasa wao tusome tu katika kitabu cha inaitwaje? Kitabu cha Kutoka, Exodus 30:17. Itharathini 17 Kutoka. Bwana akanena na Musa na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba. Fanya na yani birika, yani kubwa. Walikuwa na mabirika kubwa, wana wa Israeli walikuwa wanaweka maji hapo, na tako lake la shaba ili kuogea. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu. Nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo, hapo ingiapo ndani ya hema ya kukutania. Unasikia? Kumbe tangu ya wakati ya Musa, Haruni na wanawe wanaambiwa na Musa waweke birika la shaba, waweke maji. Haruni na wanawe watanawa mikono yao na miguu pale. Unaona maneno haya? Kwa hivyo ni kitu ambaye ilianza kabla hata akina Yesu hawajakuja. Mambo ya kunawa ama kutawadha, kuosha na maji ilikuwa imeanza. 2:6 kitabu cha Yohana. Mbili sita, mwalimu wangu. Nasemaje? Inasema basi kulikuwa huko na mabalasi 6 ya mawe. Hii ni wakati ya Agano Jipya. Agano Jipya, wakati ya Yesu. Tunaambiwa basi huko kulikuwa na barasi 6, yani hii mitungi ya kuweka maji. Nayo imewekwa humo kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Nayo imewekwa humo kwa desturi ya Wayahudi kwa sababu ya kutawadha.
si kutawala, kutawadha. Unajua nini maana ya kutawadha? Kutawadha ni ile Hebu ingia hapo, Biblia ina kamusi yake hapo nyuma, inaeleza vizuri sana. Tawadha. Tawadha, angalia neno tawadha. Unajua kusoma pia, angalia mwalimu akisoma. Soma mwalimu. Nawa, oga, mbele ya kuswali. Unaona? Kumbe watu ambao wanatawadha ni watu gani kati ya Wakristo na Waislamu? Ni wale Waislamu. Kwa hivyo sisi tunafuata desturi ya wale waliokuwa kabla yetu. Ni kweli? Sasa mwalimu, bado niko swali hapo. Naam. Kusema watawaza. Kutawadha yani nawa, oga kabla ya kusali. Yani kabla hujaenda kufanya ibada, utawadhe, utumie maji utawadhe. Na ndio naona hapa tunaambiwa basi pale katika mji wa Kana kulikuwa na mabarasi 6 ya maji, ilikuwa imewekwa kwa sababu ya desturi ya Wayahudi kutawadha. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa na desturi ya kutawadha kama vile unaona tukitawadha. Walikuwa wanatawadha. Hawakuwa wanafanya ibada yao ili wakiingia kwa ile hema ya kukutania lazima wao wametawadha. Hiyo ilikuwa ni sheria yao. Kwa hivyo hiyo kutumia maji. Twende 13:5 kitabu cha Yohana. Hebu sikia vile Yesu anafundisha mambo ya kutawadha. 13:5 inasema kisha katia maji katika bakuli. Huyu ni Yesu sasa. Wanafunzi wa Yesu hawajui kitu lolote, wako gizani kabisa, hawajui hata ni Yesu anataka kufanya nini. Lakini tusikia vile akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Wanafunzi wa Yesu hawajui hata kutawadha. Sasa wanaonyeshwa namna ya kutawadha ni kufanya nini? Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Endelea. Hivyo iwaje kwa Simoni Petro, huyu akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa. Unaona? Yesu anawaambia wale wanafunzi, ile kitu mimi nafanya hamulijui, lakini mtalijua baadaye, kwa sababu wanafunzi wanaona kitu kigeni, hawajawahi kufundishwa kutawadha. Lakini hii ni mara ya kwanza Yesu kwanza amewatadharisha mguu. Mtu anafaa atawadhe mwenyewe miguu, lakini Yesu amewatawadha mguu. Na sasa alipofika kwa Petro akadinda. Akakataa. Nikufundisha wanafundishwa. Endelea. Lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Kwanza Petro amekataa. Anamwambia hapana, Yesu mimi hapo. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Yaani sasa baada ya Petro kuwa jeuri, Yesu naye akamgeukia akamwambia, kama mimi sitakutawadha, wewe na mimi hatuko pamoja. Wewe ni kama mashariki na magharibi. Tutakuwa tumeondokeana. Sikia sasa vile Petro. Simoni Petro akamwambia, akasemaje? Bwana, si miguu yangu tu, hata mikono yangu. Unaona? Petro naye akasema, usinitawadhe tu miguu peke yake, mpaka mikono, na nini nyingine? Na kichwa changu pia. Na kichwa pia. Unaona? Kumbe Petro alikuwa na hinti kidogo mambo ya kutawadha, kwa sababu unasikia anamwambia si miguu peke yake, mikono yangu na kichwa yangu pia. Akamjibu aje Yesu? Yesu akamwambia, yeye alikwisha kuoga. Yeye alishokuwa kuoga, hana haja ila ya kutawadha miguu. Kwa hivyo kama ulikuwa umeshaoga, umepiga shawa nyumbani, wewe huna haja ila tu ni kuja. Swali ya pili. Ngoja kidogo. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa umeshaoga nyumbani, kwa hivyo wewe ukija ni kutawadha tu peke yake. Na tukutawadha tumeona ni nawa, oga kabla ya kusali. Nafikiri hapo tumeelewana. Niko sawa kabisa hapo. Sawa mwalimu, swali ya pili. Mbona asubuhi na mapema nasikia salamu aleikum, mchana salamu aleikum, jioni okay. Nafikiri na umeshakuelewa kitambo. Unauliza kuhusu kwamba ya kusali, tunaamka usiku. Yani kuna kuadhini. Kuadhini nini unasikia tukisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, si ndio? Mapema saa 11. Hiyo saa 11. Mchana pia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saa 10 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maana yake sasa hii inaitwa kuita watu wakuje kuadhini. Ile yani kukuja kufanya ibada katika msikiti. Ukisikia tumesema asubuhi, unasikia sauti huko kwa maspika za misikiti asubuhi saa 11. Unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, ni kusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ashhadu an la ilaha illa Allah, yule muadhini wa usiku. Ashhadu an la ilaha illa Allah, anasema hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu moja tu. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, kwa hakika Muhammad ni mtume wa Mungu. Hayya ala swala, kujeni tusali. Hayya ala falah, kujeni kufaulu.
kujeni ili muweze kufaulu. Unasikia? Hiyo ndio tunaitaka. Hata kwa Biblia ilikuwako zamani, ni nyinyi hamsomaji. Unajua nyinyi hamtaki kufanya research. Hata Biblia watu walikuwa wanaitwa kwa nyumba ya Mungu wakuja kufanya ibada. Yeremia 7:2. Hata adhana ilikuwa hata kwa Biblia iko tu. Bwana uko na swali uliza. Usijamaze. 7:2 Yeremia. 7:2 mwalimu wangu inasema. Nilikuwa zamani sana hii. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema. Anasemaje maneno kutoka kwa Mungu? Simama langoni pa Bwana. Yaani simama, ndio naona wale wa muadhini anakaa karibu na mlango anaadhini ama anaenda pale kibla pale mbele. Kama pengine hakuna ile microphone, anakuja pale kwa mlango nje, anaadhinia pale nje. Anasimama katika mlango. Simama langoni pa nyumba ya Bwana. Ukatangaze hapo neno hili. Ukisema, sikilizeni neno la Bwana. Sikilizeni nyinyi wana neno la Mungu. Nini nyote wa Yuda, mnaoingia malangoni haya, ili kumwabudu Bwana. Unasikia? Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakilisha ninyi hapa. Unaona sasa? Ngoja kidogo. Kwa Moses nimesha kueleza. Inasema Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah hivyo. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, hakuna Mungu anafaa kuabudiwa isipokuwa mmoja. Muhammad ni mtume wake, kujeni tusali, kujeni tuenye kufaulu, haya la fala, kujeni kufaulu. Mwalimu ni kwa swali. Mbona nikichinja nguruwe Muislamu anahama kwa plot yetu? Anaenda wapi? Sasa Muislamu anahama aende wapi? Muislamu hawezi hama. Muislamu hawezi hama kwa sababu ngoja kidogo. Muislamu hawezi hama tu kwa sababu umechinja nguruwe. Hata kama niko jirani yako na tunaishi na wewe, wewe utakula nguruwe yako tu. Ila tu hiyo nguruwe unakula, hujui kitabu yako inasema ukikula nguruwe unaenda motoni. Hapo ndio hujui. Ukikula nguruwe unaenda motoni. Biblia nitaisoma iko hapa. Ngoja kidogo nimalize hii. Sikiza nianze na Qur'ani kwanza. Qur'ani inasemaje? Je, nyama ya nguruwe unafaa kula ama uvai? Inasema. Bismillahirrahmanirrahim. Sema, sioni katika yale niliyofunuliwa mimi. Qur'ani 6:145. Niliyoletewa wahi, sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila. Ndio. Isipokuwa kiwe ni mzoga. Kwanza Muislamu amekatazwa kula nyama ambayo imekufa. Kama vile unaona ng'ombe imekula majani, ikavura tumbo kwenye kule pengine kule ushago, alafu ng'ombe ikaanguka, ikakufa, watu wanakimbilia na visu kukula. Muislamu amekatazwa kula nyama ambayo imekufa, au damu inamwagika, ama au nyama ya nguruwe. Unasikia? Na damu pia Waislamu wamekatazwa kula damu. Kula damu na nyama ya nguruwe. Kwa hivyo ni haramu kwa Muislamu kula nyama ya nguruwe, lakini watu wengine utasikia wakisema hapana, Waislamu hakuli nguruwe atilikula mtume wao. Ndio watu wengi unasikia wanasema hivyo, propaganda. Kwa hivyo nyama ya nguruwe imekatazwa na Mungu anajua ni kwa nini amekataza nyama ya nguruwe. Mwenyezi Mungu asemi kitu ati ajisaidie yeye. Mwenyezi Mungu anatufanyia sisi wanadamu hiyo maneno ndio tuone ni kwa nini. Funga hii sasa. Mwalimu swali langu. Ngoja kidogo ngoja tumalize hii kwanza ya nguruwe. Wallahi 11:7. Nyama ya nguruwe. Ndio mwingine pia aendelee na maswali. Inasema mwalimu wangu. Inasemaje mwalimu? Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Hiyo ni Walawi. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Lakini acheui. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao. Musa anaambia wana wa Israeli nguruwe ni najisi kwenu, msile nyama ya nguruwe. Wala msiguse mizoga yao. Hata kuikuza wachana naye kabisa. Hao ni najisi kwenu. Nasikia hiyo amri hiyo. Musa anaambia wana wa Israeli. Hiyo ni moja. Wakati ya Isaia, Mungu alikuja akafanya nini kuhusu mambo ya nguruwe? Aliona watu hawa wana wa Israeli hawataka kusikia kwa kutokula nguruwe. Sasa akakuja akaweka ile rubber stamp ya kumalizia kila kitu. 65:4 kitabu cha Isaia. Unaona Yesu alikuwa anatoa katika ukisoma katika Mathayo na Marko na Luka, alikuwa anatoa mashetani wanaenda wanaingia kwa nguruwe. Sababu ni mnyama ambaye hana maana yote. 65:4. Inasema mwalimu wangu. Wakatio kati ya makaburi.
na kulala katika mahali pao pa siri. Wafanyao nini? Walao nyama ya nguruwe. Hawa watu wanakula nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Kuna mtu anakula nguruwe, hata kitu kingine mbaya anaweza kula. Watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi. Ndio. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Tena watu wanakula nguruwe wanajifanyaga watakatifu sana kuliko watu wengine. Watu hao Mungu anasema ni moshi puani mwangu. Ni moshi puani mwangu. Moto. Wakao mchana kutwa. Unasikia? Ukikula nguruwe wewe ni moto mbele ya Mungu. Wewe ni moto na waka usiku kutwa. Kwa hivyo wachani na mambo ya nguruwe. Kama unakulaga wachana naye. Mungu kama amekataza kitu wachana naye. Mungu is for your own benefit and for your own health. Ukiangalia wazungu sana wanakula nguruwe sana. Swali yangu ya mwisho mwalimu. Ngoja kidogo. Ukiangalia wazungu wanakula nyama ya nguruwe sana. Ukiangalia mili yao ama ngozi yao huwa inatoka sana. Ngozi zao kwa sababu ya kupenda kula nyama ya nguruwe. Sidhani kuna mzungu ambaye hakuli poko. Karibu wote wanakula nguruwe. Ndio naona mili yao inaharibika, ngozi na nini. Kwa sababu nguruwe Mwenyezi Mungu anasema iko na maradhi. Na ile maradhi huwezi kuitibu. Unaona? Nyama ya nguruwe. Niona nguruwe ni mnyama ambaye hata ukimuosha saa hii na kuwe kuna matope hapa, ataenda atakaa huko ndani atarudi vile alikuwa. Ama sivyo? Na akipata kitu yote anakula tu. Mavi atakula, kitu yote atakula. Bora tu ni kitu ambaye anaweza ingiza ndani. Hata mtoto akipata mtoto, bahati mbaya ananyorosha tu. Kwa hivyo nguruwe si mnyama mzuri. Vitabu zimekataa, Mwenyezi Mungu amekataa, wamesema watu wasikule nyama ya nguruwe. Sababu sio kitu mzuri. Swali yangu ya mwisho. Haya mwisho. Ya mwisho. Mwingine alize swali pia. Ni namna hii. Kama mtu anapenda Ukristo, azakaa kwenye Ukristo, akipenda Uislamu, anaweza kaa kwenye Uislamu, ama kuna venye atabadilisha Ukristo yake irudi kwenye Uislamu. Sasa unajua katika masala ya imani ni choice ya mtu. Masala ya imani ni choice ya nani? Choice yako. Choice yako. Unaweza amua ukae katika Uislamu, unaweza amua ukae katika Ukristo, kulingana na choice yako. Na pia kufanya research kujua ni njia gani iliyo sawa. Wewe unafaa ufanye research ujue njia gani iliyo sawa. Kwa sababu haiwezekani hizi dini zote ziko duniani ziko sawa. Lazima kuwe kuna ya Mungu. Sema umenifundisha vitu mingi. Unasikia? Lazima kuwe kuna ile ya kweli. Sasa unaona sasa. Sasa mwalimu, umenifundisha shule mingi na nimeshukuru juu nina kwa biashara zangu za kutafuta biashara. Mimi nimeshukuru, wengine wamenyana swali lingine mzuri. Nimemkaribisha hapa. Aulize swali 1, 2, 3. Mwalimu yuko hapa. Kuja baba. Acha jamaa wewe pumzika. Yes, habari yako kwa tusalimiane kwanza, tujuane kwanza. Mimi naitwa Hassan. Unajua hata ukienda kwa mtu si mnasalimiana. Hata ukija kwa nyumba yangu unakukaribisha, unaingia ndani na kupa glasi ya maji kwanza ukunywe. Alafu sasa tujuane kwanza. Mimi naitwa Hassan Kariuki. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Zakaria. Mtu akisema ni Zakaria, hata mahali popote nikisema ni Zakaria, watu sema ni Muislamu. Sisi Muislamu, ni Mkristo. Asante sana. Hakuna shida. Kwani kuna ubaya? Ninachokipenda na nitachokisema nikiwa upande wa Ukristo tuko sawa. Lakini nitasema kitu kimoja, Muislamu ni muungwana zaidi. Mimi nimekuwa miaka 2 nikiwa nahangaika. Na mahali popote naenda napata Muislamu ananiambia kitu kimoja, siwezi toa bila idhini ya mwenye kazi. Ni kumaanisha nini? Yule ni mtu ako na hekima, mwenye hawezi tenda dhambi. Mwenye yote anaweza kuambia chukua, enda. Lakini yule anakuambia anakuambia naweza toa, lakini ni ya mamangu. Mimi chenye nimependa na nimependea Waislamu ni watu wako na hekima. Kwanza hekima na ni mtu akupewa heshima. Vile binadamu unajua katika binadamu hakuna mwanadamu kamili dunia hii. Sisi wanadamu wote ni wakoseaji na mtu mbora katika hii dunia ni yule anarudi kwa Mungu. Unasikia? Na sisi Waislamu tumefundishwa mambo mengi na dini yetu imetufundisha mambo mengi sana. Kuishi na majirani, kuishi na watu pamoja. Hatujafundishwa tufurugane na watu kama jirani yako haizi kulala usingizi kwa ajili yako. Uislamu haufundisha namna hiyo. Uislamu ninachokisema
Nimeenda manduka mingi za Waislamu. Unapata nakwambia hela iko. Lakini bila idhini ya mwajiri wangu siwezi. Huyo ni mtu ako na hekima. Lakini akiwa naye upate ule mwajiri, akiwa naye mtakula pamoja na mkae pamoja. Mimi sina mengi ya kusema, lakini naheshimu dini ya Waislamu. Ni hiyo tu. Na kwa nini sio Muislamu kaka? Unakwama wapi? Labda ni jambo lipi ambalo linasababisha usio Muislamu? Itakuwa siku moja naweza kuwa Muislamu, lakini shida zangu ziseme mwalimu yuko hapa. Sitaki hata kitu moja, nitake niachie mtu shida zangu, kienda kunitangaza. Muislamu hawezi tangaza shida zangu, lakini Mkristo anaweza muambia aenda kutangaza. Lakini Muislamu anakutendea na anaenda zake. So mimi nimeongea zangu na sisemi nisaidiwe mimi. Mimi Mungu aliye juu atanisaidia. Lakini naheshimu dini ya Uislamu. Asante sana. Karibu sana. Utakapokuwa tayari. Wakati utakuwa tayari, sisi tuko tu hapa. Sisi huja hapa. Nilikuwa mkulaji ya miwa zamani, lakini sasa siku hizi meno naye ndio hivyo. Imeenda zake. Nilikuwa naonja sana miwa. Nilikuwa natamani sana kukula miwa, lakini siku hizi imenikataa. Kwa majina unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Brian. Brian. Yes, sana. Brian nani? Hakuna mtu ana jina moja. Mimi naitwa Brian Wasilwa, nimeokoka, nampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Haina shida kabisa. Yes. Haina shida. Una kitu yoyote ungetaka kujua kutokana na Waislamu? Any question you want to ask about Islam? Don't worry, hapa ni gani? Usiogope ati akiuliza hii au atanikasirikia. Hapana, uliza. Hata kama tunafanya makosa, sema nyinyi Waislamu mnafanya ABCD. Just ask. Unajua Abraham? Abraham namjua sana. Sisi tunamuita Ibrahim. Yes. Nice. Unajua Isaac? Isaac tunamuelewa vizuri sana. Nabii Isaac. Sisi tunamuitaka Nabii Isaac. Unajua Jacob? Yakub. Tunamuitaka Nabii Yakub. Unajua mtu anaitwa Esau? Tunamjua sana. Anakuwa anaitwa Elias kwetu. Tunamuita hivyo. Ni nani kwenu? Ni mitume wa Mungu wote. Okay. Unajua Ishmael? Ishmael namjua. Yes. Pia alikuwa nabii wa Mungu pia. So kati ya Jacob na Esau, mnafahamu Jacob aliiba birthright ya Esau. Ndivyo limeandikwa katika Biblia kwamba Yakobo aliiba nini? Aliiba ile kubarikiwa kwa Esau. Esau ndio alikuwa firstborn. Si ndio? Yeah, ndio. Now, kulingana na nyinyi, mnajua Yesu? Yesu ni Muislamu. Kwa sababu tutaanza kumjuaje na mna ndugu yetu Muislamu? Alikuwa anaenda msikitini kama sisi. Mko na verse? Ya kuonyesha alikuwa anaenda alikuwa anaenda msikitini Yesu. Sawa, ndio nitakuuliza. Ni hiyo tu. Sasa mbona unaenda basi usikuje? Tunakutolea ushahidi. Sasa tena wewe umeuliza, anauliza kiendaga. Yaani ni swali ya by the way. Yaani inaitwa by the way. Yes. Kwanza tusalimiane. Najua mimi hatujaonana. Leo ndio tumeonana. Mimi naitwa Hassan Kariuki. Na wewe unaitwaje? Naitwa Joseph Juma. Joseph Juma, karibu sana. Swali gani ungetaka uulize Waislamu siku ya leo? Nilikuwa napenda kujua Waislamu kama sisi wa Kristo, ukitaka kuwa kama kutoka from pagan to Christian, lazima upatizwe kwa maji. Na nyinyi? Nyinyi unasema kama nyinyi wa Kristo kutoka katika upagani na kuwa Mkristo mpaka ubatizwe. Si ni kweli? Sawa. Na sisi Waislamu, je, tukitaka kutoka kwa upaganism, tukitaka kuwa Waislamu tunafanywaje? Sijui, huenda ndio nataka kujua. Ndio nataka kujua. Sisi msibatizwe kupitia kwa maji. Kwanza sisi Waislamu hatubatizwi. Sisi huwa ukitaka kuwa Muislamu, unaonaga mtu anakuja hapa, akitaka kuwa Muislamu tunamwambia sema ashhadu, anasema ashhadu la ilaha shahadu anna Muhammad Rasulullah. Naona unakubali ya kwamba Mungu ni moja katika Uislamu. Ikitaka kuwa Muislamu, very simple, the simplest. Ndio dini yetu ya Uislamu tunaambiwa is one of the simplest religion katika dunia. Watu wanaona ni ngumu, lakini si ngumu. Is one of the simplest katika dunia. Ukitaka kuwa Muislamu ni kuamini Mungu ni moja,
na ule mtume ako saa hiyo ambaye ni Muhammad, nabii wa mwisho. Unasema na Muhammad ni mtume wa Mungu na unaamini manabii wengine wote, basi kwa haya maneno machache tunakuwa Muislamu. Sasa tunakatamka tu maneno tu. Unakubali Mungu ni moja, Muhammad ni mtume wa Mungu, unakubali hao manabii wote wengine wote, akina Yesu, akina Daudi, Suleimani, Ibrahimu, ukiwa unaamini wote, basi umeshakuwa Muislamu. Simple and clear. Swali lingine. Ngoja kidogo. Hapo na mimi nakuja pande yako. Nyinyi ukitaka kutoka na nyinyi mkitoka kutoka paganism, ukitaka kuja kuwa Mkristo unafanywaje? Unabatizwa. Unabatizwa. Yeah. Kwa nini unabatizwa? Kwa maji. Kwa maji kwa sababu ya nini? Si yani unajiosha. Mambo yenye ilikuwa unafanya kale unayaja kwa maji. Unayacha kwa maji. Unakuwa kiumbe kipya. Na Yesu alikuwa anabatiza? Yesu hakubatiza bali alibatizwa. Na hii ubatizo wa maji ni wa kuondolewa mtu nini? Dhambi zake, kumwosha awe msafi. Huyo Yesu sasa alibatizwa, alikuwa na dhambi gani ndio batizo? Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu alikuwa unaweza batiza mwana wa Mungu kama yeye ni wa Mungu? Kama baba yake ni Mungu unaweza mbatiza kweli? Na ground gani? Yesu alitaka kuonyesha, kwani alikuwa kama mfano kuonyesha watu vile inafaa wafanye. Kwani ndiye alikuja alibatizwa? Ni yeye au ni Yohana alikuwa amekuja na ubatizo? Alibatizwa ndio akaanza kufanya. Aliyekuja na ubatizo wa watu kuingizwa katika maji ni nani? Alikuwa Yohana. Kwa hivyo Yohana alikuwa anabatiza watu ili watubu dhambi zao. Na akasema kuna anayekuja nyuma yangu ambaye atawabatiza kwa Roho na nini? Kwa jina la Baba la Mwana na Roho. 3:11. Hebu tuangalie hapo. Nafikiri ni Mathayo ama Luka ama Marko. Soma. Mathayo. Watu some tu, iko hapa tu. Pia mimi ndatoa verse yangu. Hakuna shida utasoma. Sijali hata ukitaka kutoa hata ngapi, wewe hakuna wasiwasi. 3:11 mwalimu wangu. Unasemaje? Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Atafanyaje? Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kumbe huyu Yohana analifaa ni nani? Yesu. Ambaye anakuja nyuma yake. Kwa hivyo Yohana anatumia maji kubatiza watu. Lakini Yesu atakapokuja atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na nini? Na moto. Kwa hivyo sasa wewe umebatizwa ubatizo gani? Kwa maji. Kwa nini? Kwa nini na Yesu akija anabatiza watu kwa Roho na moto? Si Yesu alibatizwa kupitia kwa maji na Yesu alikuja kuunda njia. Tunaika mfano. Kwanza Yesu hakubatizwa. Alibatizwa. Mimi naweza uliza Biblia kama alibatizwa. Kwa sababu Biblia inaniambia Yesu hakubatizwa. Kwa nini nasema hivyo? Niulize ni kwa nini? Sababu gani? 2:19 kitabu cha Mathayo. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoko mchukue mtoto na mamaye. Akaondoka ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Kumbe wakati Yesu amezaliwa, Herode anaua watoto, si kweli? Yusufu anaambiwa katika ndoto achukue mtoto aende wapi? Aende Misri. Kwa sababu Herode anataka kumuua nani? Anataka kumuua Yesu. Kumuua Yesu. Si ni sawa? Haya. Herode alimuua nani? Herode. Ndio alimuua na Yohana nani? Mbatizaji. Ambaye alikuwa amekuja na ubatizo wa nini? Wa Yesu. Wa maji. Wa maji, sawa? Ameuawa. Hebu soma hapo uendelee. Hiyo sura tulikuwa nasoma 13. Hiyo 2:13. 2:13. Nao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka mchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kumbe Herode alikuwa supposed atafuta Yesu amfanyaje? Amuue. Ayasikia maneno vile inaendelea. 19 soma. Hata alipofariki nani? Herode. Herode alimuua Yohana akumuua? Alimuua. 14:6. 1.
Uko tusome hapo kwanza ama soma 6. Sawa, hakuna shida. Hakuna yangu, hakuna yako na yangu. Iko kwa kitabu yote. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndio Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu. Kwa hiyo nguvu hiyo zinatenda kazi ndani yake. Unasikia? Aliposikia habari za Yesu, akauliza, Herode anauliza, huo ndio ule Yohana Mbatizaji amefufuka katika nini? Katika ubatizo. Katika wafu. Kwa hivyo inaonekana Yesu na Yohana Mbatizaji hawajawahi patana. Na mbona katika kitabu cha Luke tunaona Yesu akibatizwa, alipobatizwa kuna ndege ikatoka juu ikamtoa kwenye kichwa yake. Sasa hapa hawakubatiza. Sasa ni kwanza tukimaliza hapa tunaenda pale pengine. Tunaona ya kwamba Herode amemuua Yohana Mbatizaji. Amemuokata kichwa, sawa? Yeah. Aliposikia Yesu anahubiri, akatuma watu askari wake waende wawatafute, kama wakauliza, huyu ni yule Yohana Mbatizaji ambaye niliua ama ni nguvu za nini zinafanya kazi? Ama sio hivyo? Anasema. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Yesu na Yohana kwa mujibu wa maandiko hawakufanyaje? Hawakukutana. Sasa Yesu alibatizwa wapi? Sasa hapo hivyo umejua confusion ya maandiko ni yenu, si yetu. Aliuawa. Yesu alianza kazi akiwa na miaka 12, akiwa mdogo sana. Hatuko huko, tuko kwa ubatizo. Tunataka kujua ubatizo. Kwa sababu katika ubatizo mnabatiza kama mpaka watoto wadogo. Watoto ngoja kidogo. Hata kabla sijaenda mbali, mnabatiza watoto wadogo. Kama hawa mnawabatiza hata wadogo zaidi kuliko hata wale wa kuzaliwa mnawabatiza. Bora uko pale, uko tayari kutumikia Yesu. Nauliza hivi, mnabatiza watoto wadogo? Unabatiza wakijitolea. Mtoto mdogo hajitolei, mnampeleka tu na unambatiza, si ni kweli? Si tunaonaga hizi vitu unataka kupita. Si anafundishwa ndipo abatizwe. Si anabatizwa, kuna makosa gani alifanya? Kwanza kutumikia Mungu. Nauliza hivi, kubatiza mtoto ni ondoleo la dhambi, sawa? Huyu mtoto mdogo ni dhambi gani alifanya ndio abatizwe? Hapo hivyo sasa mtoto abatizi juu ya dhambi. Anabatizwa juu ya nini? Hapo hivyo ako tayari kuanza kutumikia neno la Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Hakuna wapi andiko, kwa andiko gani? Hebu funua Marko 16:16 inasema. 16:16 Marko. Inasemaje? 16:16 Marko kwenye kuandika. Inasema, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu chenye sumu hakitawafisha. Hapo inamaanisha nini? Hapo hiyo sasa mtoto anabatizwa, anaokoka, anakuwa kiumbe kipya. Nauliza hivi, inasema hivi, aaminie na kubatizwa ataokoka. Mtoto anaamini nini? Hajui chochote. Ni kulazimishwa, amelazimishwa. Hajalazimishwa, si amefunda. Nauliza hivi, mtoto mdogo haamini na hajui kitu chochote. Sasa itakuwaje mtoto mdogo abatizwe ati ako na dhambi? Ni dhambi gani mtoto alifanya? Hapo hivyo. Hapo hivyo umejua nyinyi mnainterpret tofauti kulingana na Biblia. Mimi siendi kinyume. Na kubatizwa ataokoka. Si ndio? Si mtoto hajaokoka, si ndio? Anapewa mafundisho, anaenda kubatizwa. Si hapo hivyo anaanza kutumikia Injili. Kwa nini mtoto aokoke? Amefanya nini? Sababu wale wanaokoka kwa sababu ya kuondoa dhambi. Si ubatizo unatoa dhambi? Ubatizo si mtu anabatizwa kwa sababu ya kuondoa dhambi. Sasa huyu mtoto mdogo anaondolewa dhambi zipi? Ndio mwalimu anauliza. Dhambi zake huenda alifanya, alikosea wazazi wake ama alienda kinyume. Mtoto mdogo mchanga anabatizwa. Tubatizi mchanga kabisa, at least mkubwa. Hata akiwa kama kijana kama ule kijana. Unaona kama ule pia huwezi mbatiza sababu hajui kitu yote. Hajui kitu mbaya na mzuri, bado hajafika ile age ya kujua. Nyingine ya kubatizwa ni kumwepusha na vitu vibaya. Unasikia Biblia imesema aje? Imesema hata nyoka ikimshika haitamuuma.
Hiyo ni mambo ingine. Hii ya kushika nyoka hii ni mambo ingine, mambo ya nini? Lakini tunaongea mambo ya kubatizwa. Mtoto mdogo ni dhambi gani alifanya ili abatizwe? Kwa sababu ubatizo ulikuja na Yohana katika ondoleo la dhambi. Na huu mtoto ni mdogo, hata hajui east ama west ama south. Ilikuwa kuwaje mtoto abatizwe? Na hali ngoja kidogo. Yesu anasema, unasikia mwingine mama, hana shida. Unajua wengine wana shetani nyingi sana, unajua. Efeso 4:5. Inasemaje? Efeso 1:5. 4:5. 5 Efeso. Inasema mwalimu wangu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ndiye Baba wa yote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Endelee. Si ndio? Sasa ukishabatizwa unaaminia Mungu ni mmoja na anakudirect kwa kila kitu chochote chenye unafanya. Mwalimu anaulizia kuhusu dhambi. Mimi nimeuliza mambo ya dhambi. Mimi hata si mambo ya kubatizwa. Mimi nauliza mtoto mdogo anabatizwa kwa dhambi gani amefanya mtoto mpaka abatizwe? Ndio batizo tunazungumzia. Hapo hivyo. Kwa nini? Kwa hivyo mtoto kubatiza itabidi sasa niende niulize. Ufanye research kidogo. Hebu tuulize Biblia. Je, mtoto anafaa kubatizwa? Anamuuliza Yesu. Yesu acha atuambie 18:15 Luka. 18:15 Luka. Inasema mwalimu wangu. Haya. Wakamletea na watoto wadogo wachanga. Yesu ameletewa watoto wadogo ili awaguse. Lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Wanafunzi walivuruga wale watoto. Bali Yesu akawaita waje kwake akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, sababu wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Kwa hivyo wale watoto hawafai kubatizwa kwa sababu already wameshabashiriwa kwamba ufalme wa Mungu ni wao. Sasa anabatizwa kwa nini? Na hali already ameshabashiriwa na nabii ya kwamba ufalme wa Mungu ni wao. Kwa hivyo hana dhambi mtoto. Na ndio naona hata Yesu mwenyewe alisema kila mtu, hakuna mambo ya kubatizwa, kila mtu na dhambi yake. 8:21 Yohana. Eti hakuna, kila mtu na mzigo wake, umebewa dhambi, kila mtu na mzigo wake. Kuna mambo ya kubatizwa hapo. Basi akawaambia tena. Huyu ni Yesu. Basi akawaambia tena. Mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Ndio. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Nanyi mtakufa katika nini? Dhambi yenu. Kwa hivyo wewe utakufa na dhambi yako mwenyewe? Na mimi nitakufa na dhambi yangu mwenyewe. Mimi nasema ama ni kimaandiko inasema? Ni maandiko. Ezekiel 18:20. Tena kaka. Ndio hivyo maandiko. 18:20 nasema roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Endelea. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Hakuna vile mtoto mimi naweza kwenda niibe, mimi nipelekwe kamiti, mtoto wangu awe free. Mtoto wangu ashikwe, awekwe ndani, mimi niwe free. Haiwezekani. Mimi nikiiba ndio nitapelekwa kamiti, si ndio? Mtoto hawezi shikwa kwa sababu ya dhambi yangu. Endelea, maliza mwalimu. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Unaona sasa? Kila mtu na mzigo wake mwenyewe. Sasa mnaimbaga kule, kila mtu atauchukua, ama mwimbaga hiyo? Hapo tunaimba. Utabeba nini? Mzigo wake mwenyewe. Kila mtu na hiyo inakuja Judgment Day. Si ndio hiyo? Kwa judgment ni nini? Judgment Day inakuja, ulibatizwa, Yesu kaingia kwa maji, na tena ukarudi kwa dunia kutenda dhambi, ndo judgment inakujia hapo hivyo. Wewe una dhambi. Ngoja kidogo. Wewe una dhambi ama una? Mimi kwa sasa siwezi jua kama sina dhambi, cause siwezi jua. No one, Biblia inasema never judge. Mimi sijaji kuja kukuuliza kama una dhambi, si kujaji. Sijahukumiwa na mtu, na kuna mtu amekuhukumu. Swali tu jibu. Una dhambi huna? Hujahukumiwa? Kwa sasa sina. Sasa una? 7:20. Batizwa nikaacha ya kale. 7:20 mhubiri.
7:20 mwalimu wangu. Inasemaje? Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Hakuna mwanadamu mwenye haki hapa kwa dunia. Afanya mema, asifanye dhambi. Kwa hivyo kila mwanadamu hapa duniani ana nini? Ana dhambi. Wewe una dhambi na mimi niko na nini? Kuna dhambi. Baada ya kuwa na dhambi unafaa ufanye nini? Inafaa ubatizo uokoke. Wapi? Inasema hivyo. Kwa maji. Kwa maji. Na si ulibatizwa ukiwa mdogo? Tena unabatizwa tena ukiwa mkubwa tena. Unajua ubatizo unaweza fanya dhambi tena ukuje ubatizwe. Ubatizo mara kila wakati. Ubatizo yani kila saa unabatizwa tu. Si umetenda dhambi, unaenda tena kubatizwa tena. Pale. Ukishakubali unakuja unatubu unaweka kwa maji, unabatizwa mara ya pili. Tena. Hivyo. Yani wewe unaenda unazini leo, tena kesho tena unaenda unazini, unakuja unaingizwa kwa maji. Unaokoka. Unaokoka. Tena unarudi tena unazini tena. Unakuja Ukishafanya hivyo sasa au haifai tena. Unajua kuna dhambi aina mbili, ya kufanya ukutojua na kufanya kama unajua. Zote ni dhambi tu. Dhambi ni dhambi tu. Dhambi ulifanya dhambi, inahesabiwa ni dhambi. Ulifanya. Alafu hii mambo ya kuokoka. Kuokoka watu wanaokoka wakati huu ama wakati wa mwisho? Kuokoka. Kuokoka unaweza okoka wakati huu. Wakati huu. Unamjua Yesu? Namjua. Akisema kitu unaweza fuata maneno yake ama hapana? Akisema unafuata. Unafuata. 24:13 Mathayo. 24:14 mwalimu wangu. Inasema tena turudi 12 mwalimu wangu. Na turudi 13. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hivyo Yesu anaambia watu atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayefanyaje? Atakayeokoka. Mwisho imefika. Bad. Hatuwezi jua Yesu No, nasema hivi. Yeye amesema atakayevumilia mpaka wakati ya mwisho ndio atafanyaje? Atakayeokoka. Anaweza kuwa mrongo? 19:27 Mathayo 20 na ngapi? Na 3 Mathayo. Bado tunaitoka katika upande ya wokovu kuokoka Yesu akamwambia wanafunzi wake. Amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Kwanza wanafunzi, swali kama hiyo wanafunzi walimuuliza Yesu. Wakati walisikia kwamba tajiri kuingia ufalme wa Mungu mpaka ngamia aingie apenye katika tundu la sindano ndio tajiri anaweza kupata ufalme wa wapi? Sasa wakauliza Yesu, sasa ni nani anawezaye kuokoka kama unatuambia namna hiyo? Sikia majibu yake. Yesu akawakazia macho. Nini maana ya ukaza macho? Akaatilia maanani. Ukaza macho? Tulikuwa tunaongea na wewe ni ukazie macho. Kuna uzuri hapo? Hapana. Haya, sikia maliza. Akawaambia kwa wanadamu hilo haliwezekani. Kumbe hiyo neno la kuokoka kwa wanadamu haliwezekani. Endelea maliza. Bali kwa Mungu yote yawezekana. Kumbe anayeokoa ni nani? Ni Mungu. Sio nani? Mwanadamu. Kwa hivyo wokovu unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Unapatikana lini? Petro wa kwanza 1:5. Pamoja 5 Petro wa kwanza. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kumbe wokovu ni siku gani? Wakati wa mwisho. Alafu swali lingine. Siku hiyo ndio nasema umeokoka. Ikifika siku ya mwisho, ukiambiwa na Mungu ingia hapa, hiyo ndio paradise, na mwingine aambiwa aende motoni, ndio nasema umeokoka, kwa sababu umeokoka na moto, umeingia paradise. Lakini saa hii ukiwa duniani huwezi kusema. Swali lingine ya mwisho ni mbona si ya mwisho, najua uko na mingi sana. Uliza maswali yote bwana. Mbona mimi wanaona nyinyi Waislamu mnaoa
bibi zaidi ya mmoja. Tunaoa bibi zaidi ya moja Waislamu. Na hilo alikubaliwi. Alikubaliwi wapi? Katika yani kwa maisha. Maisha gani? Si Mungu aliumba mume mmoja, aliumba Adam na Eve. Eve alitoka katika ubavu wa Adam. Na nyinyi mbona mko hivyo? Kwani Mungu amekataza watu wasioe mke mwingine? Ameandika kwa kitabu gani? Hapo hivyo venye Mungu Mwanzo 18 inasema alifanya mwanadamu Adamu akalala na akatoka. Hiyo ni mwanzo wa dunia. Adamu aliumbwa na tunaongea kwa mambo ya kuoa. Wewe sasa unaleta mambo ya kuumbwa mwanzo. Biblia nani alioa bibi zaidi ya moja? Biblia nani alioa bibi zaidi ya moja? Kama nyinyi kwa Qur'ani. Sasa hebu tuanze na Qur'ani kwanza alafu tuingie kwa Biblia basi. Tuanze na Qur'ani kwa sababu naona sikiza vile Qur'ani inasema. Najua nyinyi mnachukua kitu out of context kwa sababu hiyo aya haijasema ati ni lazima uwe na wanne. Sikia vile inasema. Ninafikiri hakuna dini inayosema uwe mke mmoja. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Ndio. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Oweni mnaowapenda katika wanawake. Maadamu mtawafanyia insafu. Kwanza nasikia vile swali linakuja vizuri. Oweni mnaowapenda katika wanawake kwa sababu mwanaume ameumbwa katika huba ya kupenda wanawake. Mwanamume wanaangalia ataoa nani? Mwanamke aina gani? Sura na mambo mengi. Endelea. Wawili au watatu au wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oeni mmoja tu. Unasikia maneno hayo? Ukiona huna uwezo wa kufanya uadilifu kwa wale wanawake wanne, unaambiwa uoe ngapi? Mmoja. Kwa hivyo Qur'ani ndio kitabu peke yake inaruhusu unaweza oa mke ngapi? Zaidi ya mmoja. Zaidi ya moja. Imesema kama unaona huwezi uoe ngapi? Kama uwezi uoe mmoja. Imekubali hiyo tu. Si lazima ati ukae na wale wanne. Kwa sababu wale wanne unajua wanawake wameumbwa tofauti. Ama sivyo? Kuna wanawake warefu, kuna wafupi, kuna wanono na kuna webaba. Ama si kweli? Sasa wewe kama unataka ile kifaa kikubwa, ile yenyewe, basi unaoa, usije tu, hakuna haja usije kutafuta. Unasikia? Kama unaona unataka ule mvupi, basi unaoa. Unataka mrefu unaoa, mwembamba unaoa. Unasikia? Lakini unaambiwa lazima ufanye uadilifu. Uadilifu ni kwamba hao wanawake kama umeoa hao wanne, uhakikisha unawafanyia kazi wote pamoja. Na wiki hii ukilala huko unaenda ile ingine, wiki ile ingine unaenda huko, ukinunulia ugali unamnunulia ugali, ukimjengea nyumba na unamjengea nyumba. Unaona? Na huo uadilifu ndio inakuwa ni hatari sana kwa wanaume. Kama hiyo una hiyo, alafu lazima uwe na nguvu. Huwezi kuoa wanawake wawili watatu na una nguvu. Ama wewe unaweza oa? Hapo hiyo kulingana na Biblia hatujaambiwa toe bibi zaidi ya mmoja. Kulingana na Biblia, kwa andiko gani? Sijui maandiko. Hujui maandiko? 4:19 kitabu cha Mwanzo. Na unasema ya kwamba hakuna andiko na hujui maandiko. 4:19 kitabu cha Mwanzo. Inasema Lameki akajitwalia wake wawili. Lameki ni mtu wa 7 kutoka kwa Adam. Hakuna wake wangapi? Wawili. Wapi Mungu alikasirika kwa sababu Lameki ameoa wake wawili? Hakuna. Ngoja sijamaliza. Wako wengi. Tunaenda, si ni kweli tunaenda? Si umesema nikueleze? Wewe umesema nikuonyeshe katika Biblia wapi watu wameoa wake wengi, si ni kweli? Tumeona mtu wa 7 kutoka kwa Adam ambaye ni Lameki ameoa wake wangapi? Wawili. Naenda kwa Musa. Kumbukumbu la Taurati. 21:15. Oh, 21:15. Kumbukumbu la Taurati. Akiwa mtu yuna wake wawili, mmoja mpenda, mmoja hampendi, nao mmemzalia watoto. Unasikia? Katika Kumbukumbu la Taurati na Musa anasema ikiwa mtu kama ako na wake wangapi? Wawili. Kwa hivyo ameanza na wangapi? Wawili. Na Qur'ani ilikuwa imeanza na wangapi? Wawili.
Na pale Lameki alikuwa na wake wangapi? Wawili. Sasa na wapi umekatazwa usioe mke zaidi ya moja? Haya, 13:21 kitabu cha Nyakati wa kwanza. Nyakati wa pili. Ama 11:21. Nyakati wa pili. Anasema mwalimu wangu. Rehoboamu. Alikuwa jamaa alikuwa anaitwa Rehoboamu wakati Daudi na Suleimani. Akampenda Maaka binti Absalom kuliko wakeze wote na masuria yake. Maana alioa wake 18 na masuria 60. Kumbe huyo alioa wanawake 18 na maid 60. Unaweza hiyo? Na Mungu hakulalamika. Mungu alilalamika? Hapana. 13:21 hapo. Hiyo Nyakati. Huyo alikuwa na 78. Alikuwa na wanawake 18 na 60. Masuria. Anasema mwalimu wangu, wao ulisema kwamba nguvu hazihitajiki. Ila Abi akapata nguvu. Unasikia? Hata Biblia inakwambia kwanza upate nguvu. Si kuoa ovyo ovyo. Pata nguvu ya sawasawa ndio uweze kuoa. Akaoa wake 14. Ameoa 14 na nini? Akazaa wana 22 na binti 16. Unasikia huyo? Na huyo alikuwa na 10 na ngapi? Wengi. Naam. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Kwa jina naitwa Frank. Frank, asante sana. Swali gani unataka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Napenda kuuliza kama ala hizi za muziki wanaotumia Wakristo kwa Waislamu ni haramu ama ni sahihi kutumia? Jina la ala. Hizi kama drum set, ala za muziki, vyombo vya muziki. Kwa Waislamu imekatazwa. Muziki kwa Waislamu imekatazwa. Muziki kwa Waislamu ndio unaona Waislamu ni ngumu sana kuona wakiimba. Ukiona mtu anaimba muziki katika Uislamu ametoka nje kidogo, kwa sababu katika maneno ya Mtume nafikiri una Nobo Qurani hapo. Nobo Qurani uko naye hapo, naomba utoe sura Turkuman 31 nafikiri 6 hapo, alafu kuna hadithi yake hapo. Nafikiri utaiona hapa imeandikwa sura Turkuman 31:6, kuna hadithi yake hapo chini 6. Nafikiri ni 6 hapo. Hadithi. Hadithi. Sikia maneno ya Mtume amesemaje kuhusiana na mambo ya muziki. Narrated Abu Amir or Abu Malik al-Ashari that he heard Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, alimsikia nabii wa Mwenyezi Mungu akisema, hii ni hadithi ya Mtume, from among my followers, yani katika umma wangu, yani umma ambaye uko saa hii, there will be some people who will consider illegal sexual intercourse and the wearing of silk, the drinking of alcoholic drinks, and the use of musical instruments as lawful. Unasikia, katika umma wangu kutatokea watu ambao watakuwa wanahalalisha pombe, wanahalalisha mambo ya wanawake, yani kufanya sex, na inahalalisha mambo ya kuvaa nguo za silk, yani kuonyesha watu ni halali. Endelea. And from them there will be some who will stay near the side of a mountain. And in the evening their shepherd will come to them with their sheep and ask them for something. But they will say to him, return to us tomorrow. Allah will destroy them during the night and let the mountain fall on them. And he will transform the rest of them into monkeys and pigs, and they will remain so till the day of resurrection. Unaona, kwa hivyo hadithi imeweka wazi ya kwamba kuna watu watakuja katika umma wa Nabii Muhammad watahalalisha muziki kuwa ni halali ambaye si halali. Kwa hivyo uwezi tumia hiyo musical instrument, na ndio unaona msikitini ibada inafanywa tu polepole. Tunaambiwa tukifanya ibada tufanye polepole, si kupiga makelele kama nyinyi. Unajua nyinyi kwenye kunapiga kelele mingi sana mpaka mnamwamurisha Mungu, Baba tunakuamuru. Hakuna kitu kama hiyo katika nini. Kwa hiyo tuweze amurisha ati Allah tunakuamuru. Hapana. Kwetu ibada tunaambiwa tufanye ibada pole sana. Qurani nafikiri 17 aya 5 inasema tufanye ibada polepole.
Sijui kama naikumbuka. 17. Hebu soma 5 na 105. Sijui kama ndio hiyo. Kama sio hiyo tusonge mbele. Nimesema 105? 105. 20, Korani 20:205. Angalia. Haiwezi nipotea sana vile. Angalia. Bado? Okay, hiyo wacha. Haya, swali lingine. Swali lingine ni kwa Uislamu inapaswa mwanamke kuwa kiongozi yoyote, kiongozi kama kuwe ni sheikh kama kwa Kristo kuwe ni priest ama yani mwanamke kuwa kiongozi yoyote. Katika Uislamu ikubali mwanamke wa Kiislamu aongoze wanaume. Yaani Mwenyezi Mungu amekataza hata kwa msikiti, hata kuwa kiongozi wa nchi. Imekatazwa katika dini ya Kiislamu. Sababu na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa nini amekataza wanawake kutawala. Unaona sasa? Ndio unaona hata katika misikiti yote duniani, hakuna msikiti yoyote utapata imamu anaitwa Imamu Amina ama Imamu Fatuma ama Imamu Sara. Utakuta ni majina ya Hassan, Omari hizo, Abdullahi hizo. Lakini anaweza kama mwalimu wa kufundisha wanawake wenzake au watoto wadogo ambao hawajafikia umri wa kubaliki. Hata kiongozi wa nchi hafai kuwa president. Hafai kuwa president kabisa. Yeye mwenyewe anajua dini imefundisha wanawake wawe chini ya wanaume, kwa sababu Mwenyezi Mungu amefadhilisha wanaume kuwa juu ya wanawake. Unaona sasa? Kwa hivyo huwezi kuwa juu ya mwanaume. Hiyo ni Mwenyezi Mungu amekataa. Wamewekwa kuwa angalizi wanawake. Kazi yao wanaume wamewekwa wao wanaangalia wanawake. Hata kule kwenyu mmekatazwa, kule kwenyu wamejaa, lakini Biblia inakataa, si unajua? Ama hujui? Sijui. Hujui? Haya. 14:34 kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Alafu nisomee Timotheo wa kwanza 2:8. Hata kule kwenye mmekatazwa kabisa, ni vile tu mnaendelea na hiyo maneno, lakini mmeshakatazwa tayari. Inasema wanawake na wanyamaze katika kanisa. Hiyo Wakorintho wa kwanza 14:34. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Maana hawana ruhusa kunena. Bali watii kama ili vile inenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Unasikia? Wanaambiwa wakitaka kuuliza neno, sio aende aulize mchungaji, aulize bwana yake nyumbani. Mimi nimesema. Na kitabu gani? Ni Wakorintho. Wakorintho ni kitabu gani? Kwa kitabu gani? Biblia. Timotheo wa kwanza 2:8. Nini ndio amfutai kumfuata sheria, lakini sheria ziko. Tena zimewekwa. 2:8 mwalimu wangu. Inasemaje? Inasema Timotheo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Angalia, tena narudia tena pale. Nataka wanaume wasalishe, wafanyishe ibada kila mahali, huku akiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwanza avae mavazi ya heshima, sio hii wanavaa tumbo cut. Mtu anaenda tumbo hapa iko wazi, huko nyuma pia iko wazi, huko hakuna nguo, wanaambiwa wavae mavazi ya heshima, unaona, si kwenda hivi. Mwingine siku hizi kuna fashion nyingine imekuja, kati iko hapa hivi, imefika hapa na pande hii nyingine imefika hapa. Kwa hivyo akienda hivi mwili yote iko ndani inaonekana. Sio hiyo. Biblia inasema wanawake wavae mavazi ya yenye heshima, lakini hawataki kusikia. Wanasema this is a free world, unaweza fanya unavyotaka, lakini wakasahau kuna Mungu. Na yeye ndio mwenye kusema, na kama akisema siku ya mwisho basi utajipata pahali pabaya. Unaona? Endelea, maliza. Pamoja na adabu nzuri. Pamoja na adabu nzuri. Si kwa kusuka nywele. Kusuka nywele.
wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamme. Hiyo ni andiko imesema vizuri sana. Hawapei ruhusa ya kufundisha ama kumtawala nani? Wanaume. Kwa hivyo wenye viongozi na wa kutawala ni akina nani? Wanaume. Swali lingine ni katika Uislamu ni vizuri kuzini wakati kabla hujafika umri wa kuoa, niseme hii rika yangu hii. Swali lako liko mzuri sana. Unauliza kwamba katika Uislamu ni vizuri kuzini katika hizo dini zote. Katika dini zote. Ni vizuri kuzini kabla hujafika umri wako, kabla hujaoa. Swali lake anauliza hivi. Katika dini zote mbili, je, ni halali mtu kuzini kabla hajaolewa ama kama hajaoa? Ndio swali nauliza. Katika dini zote tangu zamani ilikuwa imekataza mambo ya kuolewa kama kuoa ama kuzini kabla hujaolewa. Ilikuwa imekatazwa. Katika Uislamu imekatazwa ya kwamba katika sheria ya Kiislamu unaambiwa kijana kizini na msichana wa kizini katika sheria ya Kiislamu ni wapigwe viboko 80. Hebu mwalimu, hebu nisomee hapo. Qurani ine ngapi? Naam. Wala msinini kwa zina. Kwanza watu tuende kwanza kwa zina kwanza. Qurani inasemaje? Mtu anafaa kuzini ama hafai kuzini, si ndio? Qurani 17:32. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msikaribie zina. Hakika hiyo zina ni uchafu mkubwa na njia baya kabisa. Unasikia? Yaani mnaambiwa msikaribie uzinifu. Ni kazi mbaya sana na ni kazi chafu sana na ni kazi ya ibilisi. Unaona? Kwa hivyo zina katika Uislamu totally imekatazwa. Ufai kufanya zina yoyote, hata kuzini kwa bibi ya mtu. Katika Uislamu iko na hiyo sheria ni hatari sana. Kwanza kuzini na bibi ya mtu ni katika yale madhambi makubwa sana. Wewe ni best yako, mnaishi pamoja, pengine ameenda kazi na wewe kanyemelea bibi yako kazini na yeye. Umepata dhambi kubwa kabisa. Ingekuwa ni nchi ya Kiislamu unafaa kwa kupigwa mawe. Baka huko. Mambo ya girlfriend na boyfriend pia katika Uislamu hakuna. Imekatazwa. Ukiona Muislamu anafanya mambo ya boyfriend na girlfriend, anafanya makosa, imekatazwa katika Uislamu. Nakuja mwalimu. Unasikia? Kwa hivyo zina ni kitu ambacho imekatazwa sana katika dini ya Kiislamu. Imekatazwa kabisa mambo ya kuzini msichana kabla hajaolewa, Ate mtu anafanya road test. Hakuna road test. Wewe unaonaje sisa yako akifanywa road test na mwanaume? Wewe unafurahia? Sisa yako ule mmetoka tumbo moja. Ate mwanaume mwingine hata kuja kumuoa, anamharibu tu, anafanyia road test. Unafurahi? Sifurahi. Inafaa huo sister yako akuja olewe na mwanaume ambaye mwanaume atakaa naye kwa nyumba, wale watoto. Sio kuja ate mimi nataka kuonja. Unataka kuonja kwani njuku karanga? Unakuwa hiyo vitu haitakikani. Zina ni kitu kibaya sana. Hata Biblia imekataza zina. Tena inasema ule mtu anazini na mwanamke hana akili. 6:32 Methali. Kabla hujarudi kwa mwalimu. Maliza kwanza hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mzinifu mwanamke. Unasikia katika sheria ya Kiislamu ingekuwa tunaishi nchi za Kiislamu, hiyo sheria ndio inatumika huko. Na mzinifu mwanamme. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanaume. Mpigeni kila mmoja katika wao mijeledi au bakora 100. Yaani mpigeni yeye mijeledi ama bakora 100. Unasikia? Katika nchi za Kiislamu, lakini sio kama hapa Kenya. Hii Kenya tuko secular state. Hapa ni sheria hapa, watu wanazini wanafanya nini? Kwa sababu sheria inayotumika sio hiyo ya Mungu. Sio? Ni sheria yetu ya duniani ile tumetengeneza, si ndio? Unaona sasa, kwa hivyo huwezi piga mtu kwa sababu umemwona msichana hapo. Utaenda kamiti utafungwa. Si ndio? Unaona sasa, lakini katika Uislamu imekatazwa. Pia katika Biblia imekatazwa kufanya zinaa. Imekatazwa kabisa. Methali 6:32. 6:32. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu. Inasemaje?
mtu azinie na mwanamke. Sasa hii mimi nasoma si Qurani, hii ni Biblia, kitabu cha Methali. Nafikiri kizungu inaitwa Ecclesiastes, sijui Ecclesiastes, yani ina jina mrefu kweli kweli. Si proverb, ni Methali ni proverb. Unaambiwa mtu azinie na mwanamke. Mtu azinie na mwanamke. Hana akili kabisa. Unasikia Biblia nayo vile inakwambia, mtu yote ambaye anazini na mwanamke hana akili, ni kichaa, anafaa kwenda madhare. Akaangaliwa na psychiatrist kama ako sawa. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Maliza. Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Anafanya jambo la kumwangamiza, kwa sababu ukizini na mwanamke, ule mwanamke umjui, pengine ako na syphilis, ako na gonorrhea, ako na ukimwi. Anafanya jambo litakalomwadhirisha nini? Itamwangamiza katika maisha yake. Kwa sababu ukizini na mwanamke awe mgonjwa, ama wewe uwe mgonjwa, inaweza kuwa opposite, wewe ndio mgonjwa, pengine uko na ukimwi, ama wewe uko na mwanamke na mmezini, si moja yenu amepata. Akipata si anaenda kusambaza nyumbani kwake. Sasa umeleta madhara katika nini? Unaangamiza familia mzima. Kwa hivyo zinaa ni kitu ambacho kimekatazwa katika vitabu vyote. Ufai kuzini na mtu na kuzini na bibi za watu. Hiyo ni makosa kubwa sana. Unaanza kwenda kuzini ukifikiri ni raha, kumbe unaenda kununua ugonjwa. Unaenda kufa. Bibi yako halali, mke wako halali, umemwoa. Bibi yako halali sio zina. Huo ni mke wako, mnaishi naye pamoja. Hiyo ni mali yako, Mungu amekupa. Na umepewa na wazazi, umetolea mali. Sawa? Hiyo sasa unaweza kaa naye kwako, hakuna shida, lakini si mwanamke wa kando. Ndio naona sisi Waislamu kwa nini sisi tunaoa wanawake wawili watatu? Kwa sababu hatutaki kwenda kuzini sisi. Hata nikatoka hapo, niona nyinyi kwenye yule inakuaga. Mtu ameoa mwanamke moja, na huko Kawangware yako na moja ameweka mpango wa kando. Dandora ako na mwingine ameweka mpango wa kando. Sijui wapi Gerurai ameweka mwingine mpango wa kando. Wakati yule bwana anakufa, unaona analetewa watoto roli mzima, gari mzima. Watoto wote wanafanana na ule bwana ule boma. Mpaka wanaona hakuna haja kwenda kotini. Tukienda kotini hapa, hata DNA inasema hao watoto ni wetu kweli. Sasa mnaanza kumfikiria ule mtamgaia shamba. Unaona sasa? Nyinyi mnafanya mambo ya kisiri. Usifanye mambo ya kisiri. Unaambiwa kama unataka kuoa, oa mwanamke mwingine. Kama huu mmoja hakutoshi. Unajua kuna wanaume wanakula sana, wanakula vizuri. Vitu za nguvu. Wanakula vitu za nguvu. Kama huyu hakutoshi, afadhali uambie mke wako, mimi naongeza mwingine kwa sababu siwezi. Sababu sitaki kwenda kuzini kule nje, nikulete. Unakuwa na mbili. Na unatangaza kabisa, familia wote wanajua. Mnaogopa nini? Na tumesoma hapa na wewe hapa Biblia hakuna pahali imekataza usioe mwanamke mwingine. Ibrahimu alikuwa na 3, Daudi alikuwa na 9, Suleimani alikuwa na 1000 wanawake. Na tumesoma hapa kwa nani? Rehoboamu alikuwa na wanawake 18. Yakobo alikuwa na 4. Musa alikuwa ni 2. Sasa nini mnakataa kuoa? Nani amekataza? Hapo mnadanganywa ati Biblia inasema, hakuna pahali Biblia inasema uoe mke mmoja. Hiyo andiko ningetaka mtu anidhibitishie. Mtu wote ambaye ni msomi anidhibitishie, anasema hivi, inasema usioe mwanamke zaidi ya moja. Rameki mtu wa 7 kutoka Adam, tumepata alioa wake 2. Musa anasema katika Kumbukumbu la Torati 21:15 ikiwa mtu ana wake 2. Kwa hivyo hakuna bali imekatazwa. Angalia historia ya Kenya hapa kwetu, sawa? Wazee wetu wale wa zamani 18th century, 17th century, 19th century walikuwa na wanawake zaidi ya wanawake zaidi ya moja, na mpaka wengine sasa hivi mpaka wanaoa mpaka sasa hivi. Si ni kweli? Ulikuwa unasikia wakipata maradhi ukimwi kama sisi vile tunapata sasa hivi. Kwa sababu hawa walikuwa haezi kuzini kwa sababu akona akitoka kwa bibi huyu anaenda kwa yule mwingine. Kwa hivyo zina ni ngumu kwake. Kwa hivyo kupata maradhi ni ngumu. Lakini sasa hii ukimwi imejaa kila pahali. Na wanawake wengine wanazini kwa sababu hawana mtu. Lakini kama wataolewa watatulia. Unaona sasa maneno? Iko swali lingine? Swali imeisha. Kabisa. Hakuna nyingine. Kwa nini sio Muislamu? Sasa hujanimalizia na kwa nini sikuwe Muislamu? Njoo kwanza. Ngoja kwanza na mimi nikuulize moja. Wewe umeniuliza maswali mingi. Sasa na mimi nimuulize moja. Na basi kwa nini wewe usikuwe Muislamu basi? Nilikuwa Muislamu lakini nikaacha kuwa. Kwa nini? Ulikuwa Muislamu alafu ukaacha. Kwa nini uliacha? Nilichange town nyingine. Msikiti nilikuwa naenda nikakuja huko. Kwani ukichange town ndio dini inabadilika? Kwa mfano mimi nikitoka hapa nienda London, dini yangu itabadilika? Msikiti wote wanaruhusiwa kwenda kuswali. Katika Uislamu sio, angalia mjomba, angalia. Katika Uislamu ndio dini peke yake, pale popote unaweza omba. Pata hapa. Sala ikifika na msikiti hapa hakuna karibu. Kama hapa kuna msikiti hapa ndani, iko hapa nyuma hapa. Kuna msikiti mwingine uko na huko Masimba. Kuna msikiti mwingine iko kule 58 kule.
Kuna nyingine iko pale Riverbank. Unaona? Waislamu unaswali msikiti yoyote. Si lazima kama nyinyi naonaga Sunday ati mtu anatoka hapa ati anaenda Kawangware kanisa yake iko huko. Sio hivyo? Unatoka hapo unaenda Dandora ati kanisa yako iko huko. Kwa nini unaacha hizo zingine zote? Si waabudu hapo. Mbona basi wewe msiabudu hapo? Sisi kila bahari tunaabudu. Msikiti yoyote haijalishi. Msikiti yoyote bahari iko. Kama hakuna msikiti, natoa mkeka yangu naweka hapo barabarani, mimi naomba namaliza. Katika Uislamu ni dini tofauti ama ni moja tu? Uislamu hakuna dini tofauti. Kuna tudhehebu watu wameweka tudhehebu, lakini Uislamu hatujaambiwa tuweke madhehebu. Mungu anasemaje? Qur'an 3:102. Na for your information, unajua Yesu ni ndugu yetu Muislamu. Huyu Yesu anasemaga ni wenyu, ndugu yetu Muislamu. Na alikuwa anaenda msikitini kama Musa na baka Muhammad. Na mimi natoa maandiko hapa saa hii. Saa hii mimi natoa hapa maandiko hapa saa hii. Ngoja kidogo nimalize hapa kwa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife. Isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Kwani kwa sisi tumeambiwa tukufe tukiwa Waislamu. Tujaambiwa tukufe tukiwa dhehebu fulani. Hapana, ukikufa ukufe kuwa Muislamu. Na manabii wote walikuwa Waislamu. Hakuna nabii alikuwa wa dini nyingine. Hiyo ni challenge naweka tu. Mtu yote kama atanipinga tu. Akuja nipinge na nipinge na hoja. Kwa nini tunasema manabii wote walikuwa Waislamu? Kwa sababu manabii wote walikuwa wanaenda msikitini. Hata Biblia yako inasema hivyo. Hebu kwanza nianze na Qur'ani kwanza, sikia kwanza. Tunaanza na Muhammad. Muhammad alikuwa anaenda wapi kwanza? Ndio nikuja kwa Biblia sasa. 17:1. Kitabu cha sura Bani Israil. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Utukufu ni wake. Yeye ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu. Kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas. Kwa hivyo Muhammad alikuwa anaenda msikiti wa Maka. Na mpaka hiyo msikiti alikuwa anaenda mpaka leo iko. Sasa Qur'ani bado inaendelea kusema kabla sijaingia kwa Biblia. Musa naye alikuwa aje? Qur'ani 10:84. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Ndio. Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Maliza. Wakasemaje? Tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Mola wetu. Usitufanye wenye kutua misukosuko na hao watu madhalimu. Na utuokoe kwa rehema yako. Na kwa hao watu makafiri. Na tukampelekea wahi Musa. Na Musa akaletewa na revelation, afanyaje? Na ndugu yake kuwa watengenezeni majumba watu wenu katika mji. Na zifanyeni nyumba zenu ndio misikiti. Na zifanyeni nyumba zenu nini? Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani, Musa alikuwa nani? Muislamu. Sasa tunaenda kwa kikoko mwenyewe. Rafiki ya Mungu. Anasemaje naye Nabii Ibrahimu? 2:130. Ama 22:78 Qur'an. Najua mambo mengi mnaficha watu wamwambiaga ukweli, lakini leo acha nikutobolee ukweli wa mambo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake kitukufu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam. Naipigieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Endelea. Yeye amekuchagueni muwe mlio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Ndio. Nayo dini hii, unaona hiyo dini ya Uislamu hiyo ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Kumbe hii dini ya Uislamu ndio mila ya Nabii Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika hii Qur'ani mmeitwa jina hilo. Unasikia? Qur'ani imeweka yani manabii walikuwa Waislamu. Natoa andiko la mwisho ndio niingie kwa Biblia sasa. Tujue kama Biblia inasema manabii walikuwa wa dini gani. Andiko langu la mwisho naomba nitolee Qur'ani 42:13. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje mwalimu wangu? Amekupeni sheria dini ile ile aliyomuhusia Nuhu. Unasikia? Muhammad anaambiwa tumekupa sheria ya dini ile ile ambayo ilikuwa ni dini ya Nuhu.
na tuliokufunulia wewe Nabii Muhammad. Na wewe Muhammad, hiyo dini tumekufunulia, hiyo dini ya Uislamu hiyo. Na tuliowahusia Ibrahimu. Na hiyo dini ilikuwa dini ya Nabii Ibrahimu na Musa. Na ilikuwa dini ya Musa na Yesu. Kwamba simamisheni dini wala msifarakiane kwayo. Unasikia Qur'ani vile inaji express kila kitu, inaweka wazi. Funga Qur'ani, leta Biblia 15:21 Matendo ya Mitume. Oh, 15:21. Hii ni Biblia ya Kiswahili, King James Version 1952 edition, ambayo ilitolewa kwa King James Version ikaletwa kwa Kiswahili version. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe habari ya Musa yote kila siku ya Sabato inasomwa kwa nyumba gani? Kwa msikiti. Somerudia tena. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kwa hivyo habari zote za Musa na mafundisho yake ilikuwa inapatikana kwa nyumba gani? Kwa sinagogi. Sinagogi. Nataka ushike hiyo neno. Tangu zamani Musa habari yake inapatikana katika nyumba gani? Sinagogi. Sinagogi, anafundisha kwa masinagogi. Twende kwa Yesu. 4:14 Luka. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akafanyaje? Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Ndio. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Maliza 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu ni kwenda wapi? Katika wapi? Sinagogi. Musa ni kwenda katika wapi? Sinagogi. Sinagogi mimi sijui ni nini. Wewe unajua? Hata mimi sijui. Labda niulize Biblia kwa sababu mimi sikuandika. Iliandikwa na watu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu haongei urongo. Kuna kamusi ya Biblia imeandikwa huko nyuma. Neno ikiwasumbua unaangalia huko nyuma. Hebu angalia neno la 4 kutoka juu. Naomba usome mwenyewe. Msikiti wa Soma neno kwanza, anzia na neno vile imeandikwa. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe kwa watafsiri wa Biblia, walimu ambao walitafsiri Biblia, wanasema ukiona neno synagogue, ujue ni nini? Ni msikiti ya Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Jenga sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti ya Wayahudi. Na Musa naye alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Na Muhammad alipokuja akafuata Musa na Yesu, naye akaenda wapi? Msikitini. Na nyinyi mnaendaga wapi? Kanisa. Mlitoa wapi? Sijui. Vuta helio. Unajua vitu zingine wanaona ni mchezo, lakini vuta helio sana, vuta helio kabisa. Hii ni ile vitu pasa hawezi kukuambia. This is the thing ambayo hawezi kwa kitu kama hii. Na sio sisi tumeandika. Hii Biblia tulipewa tu. Hii tunapewa na Jehovah Witness wakitembea kwa barabara huko, wanaingia nyumba ya Muislamu. Sisi Waislamu ni wazuri sana. Akija kwa nyumba yangu, namwacha aingie. Jehovah Witness wanakuja wanatufundisha maneno wanasoshia ile pamphlet yao, alafu wanakupatia hata Biblia uende ukasome. Sisi tukipewa tunasoma. Nyinyi mkipewa Qur'ani mnaenda kuweka kwa shelf, hamsomi? Tunasoma. Tunapata kumbe hata hii kitabu ni yetu, sio yenu. Tunasaidia tu. Hii ni yetu. Kumbe hawa watu wanaenda msikitini. Yesu ameenda msikitini. Musa msikitini. Muhammad msikitini. Hawa ni dini, hiyo ni dini gani? Islam. Kumbe Biblia inakufundisha uwe nani? Nikuongeze ingine? Sasa nikuongeze ushahidi tunaambiwa ni ngapi? 3. Nikuongeze ingine? Acha wacha nikuongeze moja tu. Haya. Mimi naitwa Hassan Kariuki. Sijui wewe unaitwaje? Naitwa Kabengi Douglas. Swali gani ungetaka kuuliza Uislamu ambao unasemaga haki ya Mungu siku moja nikisubiri nitakutana na Waislamu lazima nitawauliza maswali hii kadhaa. Hata kama ile makosa yetu tunalombia, unajua tunawekelea kwa makosa mingi. Wewe tuambie tu hapa tuisolve hapa tumalize hapa saa hii. Makosa yetu ile tunafanya usiogope kutuambia, tuirekebishe hapa saa hii watu wakiona. Sasa nataka kuuliza Waislamu wanasemanga hawakunyangu sanga pombe. Na kuna wenye naona wakikunywa.
Anasema hivi, Waislamu wanasema wakunywagi chang'aa pombe na kwa Waislamu wanaonaga wakikunywa. Sasa huo Muislamu ambaye anakunywa ametoka katika laini ya dini. Hiyo ni makosa yake kama individual. Kwa sababu Qurani yake imemwambiaje? Qurani 5:90. Angalia Qurani, ndio hii Qurani. Anapata dhambi. Yaani ni dhambi amepata kwa sababu ya kunywa pombe na imekatazwa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari na kuabudiwa au kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Ulevi na kamari. Kamari ni hii mnaweka kama karata hii kula botea ama una bet. Yaani unaona bet. Wewe ni wa Arsenal, wewe ni wa Manchester, mnaekelea ngiri 5 unakuliwa, unatoka hapo ukipiga mateke kwa sababu pesa zimeenda. Hizo ndizo kamari, na kamari na kutazamia na kutazamia kwa mishare ya kupigia ramli. Yaani kupiga ramli ni wale waganga wa chai, unaona wameweka makaratasi huko. Ukiangalia huko utapata makaratasi imewekwa kwa vikingi. Huyo anasema mganga mkuu sijui kutoka Zanzibar, sijui kutoka Kongo, na ukitaka kujua watu wengine hata si Waislamu, hebu mtumie shilingi 10. Huyo mganga huyo, hebu tuma shilingi 10 uangalie ni nani. Mwingine ni majina yetu tu ya hapa Kenya tu. Ni wakora. Wote ni watu. Mtu anakuambia umletee kuku nyeusi, ama kuku sijui inakaa aje, Yaani wanaenda kukuambia ati anakuangalia nyota ya mkono. Hiyo ndio tunaambiwa kutazamia ramli kwa wachawi. Umeshaona mchawi tajiri dunia hii? Hapana. Mchawi hawezi tajirika, mchawi yoyote. Na ukienda kwa mchawi Mungu anakuandikia dhambi kubwa sana. Ya kwamba umeenda kwa mchawi. Mchawi afaulu. Mchawi ukiangalia saa yote yeye ni maskini. Hana kitu. Kwa sababu anafanya kitu ambayo Mungu amefanya nini? Amekataa, amemaliza. Na kutazamia kwa mishare ya kupigia ramli. Na kwa vinginevyo. Yote haya ni uchafu. Na ni nini? Ni katika kazi za shetani, ya shetani. Tunaambia ulevi ni kazi ya ibilisi. Ni kazi ya shetani. Lakini wakati tutakapotoka hapa twende kwa Mungu siku ya mwisho, sisi Waislamu tunakunywa pombe huko mzuri sana. Pombe iko kwa Mungu. Tena si pombe kama hii ya duniani ya kulewesha watu. Iko kwa Mungu. Imesemekana katika Qurani. Qurani 37:45. Naona wanashangaa wengine wakisema ati kuna pombe. Ya peponi kuna pombe. Tena mzuri kabisa. Tena yenye ladha. Sio hii ya duniani. Hii ya duniani ukilewa saa zingine watu wanakuja, unasimama mbele ya watu, unatoa tochi yako na watu wako mbele yako na mpaka watoto na ujali, unatoa kwa tochi yako alafu unaenda. Unaenda kunywa pamoja na Yesu. Hiyo iko sawa kabisa. Tunakula, hata Yesu alisema ili alitengeneza kule Kana wakati ya harusi. Alisema hata kunywa hiyo tena. Anaenda kunywa mpya kule kwa uzima wa milele. Mpya, special. 37:45. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wanaguzishwa glasi zenye vinywaji visafi. Unasikia kuna glasi kule, yani kule peponi za safi tena white kama kuliko hata maziwa, Vyeupe vyenye ladha kwa hao vinywao. Kwa vinywaji hivyo. Hautakuwa udhia wala kuondoka na akili. Unasikia ile ya kule peponi hakuna kurukwa na nini? Kuondoka na akili, utasikia na akili. Lakini hapa duniani unafanya nini? Unarukwa na akili. Ndio hata Yesu akasema hata yeye anaenda kunywa na sisi pale peponi. Ndio nikwambia Yesu ni wetu. Sikia vile anasema 26. Mathayo. Hata Yesu anaenda kunywa kule mpya. Tena anaenda kunywa na sisi kwa sababu ni ndugu yetu. Lakini nyinyi hamjaambiwa kama mnaenda kunywa hiyo kitu kama hiyo. Inasema lakini nawaambieni. Yesu anasema wacha ile alikuwa alitengeneza pale kwa harusi. Anasemaje? Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Sikia, ile ya kule mbinguni ni mpya, sio kama hii ya duniani ambayo inawekwa madawa, inawekwa nini mpaka inafanya watu wengine mambo ndani, blanketi. Unaona? Swali lingine? Kuja upeana swali kijana. Haya, wewe kuja naye, nasikia uko na moja? Dakika 5 sasa. Ati dakika 5? Hapana bwana. Uko na swali? Kwani sasa zimeenda? Na wewe ulikuja ukakaa pale kwa gari. Ulikaa na mwalimu pale mnapiga story. Badala ungekuja. Haya, sawa. Unaitwa nani kaka? Naitwa Rogers. Rogers, Yeah. Kuna swali yote? Niko na swali.
Mimi nasikia mkitaja Muhammad. Who is Muhammad? Anauliza, anasikia mnataja kila siku Muhammad. Who is Muhammad? Muhammad ni nani? Unajua jamaa mwingine nilimuuliza kama anajua Muhammad, akaniambia Muhammad namjua, si akona bucha pale. Nikaenda tena pale mji mwingine, nikauliza mwingine, akasema Muhammad akona nguo ile, anauza ile nguo ya Garissa pale. Sio huyo Muhammad. Anauliza Muhammad yule alikuwa kule Arabia ambaye famous sana. Who is Muhammad? Qurani 48:29. Wale nimsikie sasa. Haitu Muhammad, anaitwa Muhammad. Inatumiwa MU Muhammad. Sawa. Muhammad ni watu wamejiwekea tu jina Muhammad, lakini sio ile jina yake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yaani yeye ni nabii wa Mungu. Yes. So niko na swali ya Muhammad. Uliza tu. Muhammad, hebu tutajie sifa 5 za Muhammad amefanya. Kwa sababu mimi nikikuja katika Biblia Yesu Kristo naweza kutajia sifa zake bila alifanya kazi. Na nataka uniambie sifa za Muhammad zenye alifanya. Sikia sifa za Muhammad. Qurani 33:45 wazia hapa. 33. Suratu Sabai. 33 45 mwalimu wangu. Inasemaje Muhammad? Suratu Ahzab. Ni Suratul Ahzab. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Anaamrishwa sasa na Mwenyezi Mungu afanye nini? Kwa yakini sisi tumekutuma. Ametumwa kufanya nini? Tumekuleta uwe shahidi. Kwanza awe shahidi, a witness. Na mtoaji wa habari nzuri. Na kwanza aletee watu habari njema. Na muonyaji. Na kuja kuonya watu, hii usifanye, hii fanya. Hii usifanye, hii fanya. Na uwe muhitaji wa watu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa idhini yake. Na awe muhitaji wa watu kwa Mwenyezi Mungu, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo afanye nini? Amaliza. Na uwe taa itoe nuru. Na uwe wewe ni taa ambayo inatoa nuru. Na wape habari njema Waislamu. Na wape habari njema Waislamu ya kwamba wana fadhila kubwa itakayo kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni sifa kama 5 hapo, na kuongeza ingine moja 40 Qurani. Wacha niongeze moja 40. Al-Karim mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Afanye ubaya hata alipoila sawa na huo uovu wake. Ndio. Na afanye wema akiwa mwanamme au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi waruzukiwa humo bila hisabu. Kwa hivyo sisi Waislamu hatuna wasiwasi, tuko na guarantee. Ukifanya mambo mazuri utaingia paradise, ukifanya maovu utaenda kuadhibiwa. Hiyo tuko na guarantee nayo. Utaenda jehanamu kuadhibiwa, na ukipata unaenda paradise ambaye ni janna, tunaita janna ama pepo, paradise. Hiyo umemaliza. Swali ya pili. Swali yangu ya pili ni hii. Sisi tukienda katika prayer, ikuwa huyu Yesu mmoja alinena katika lugha, si kweli? Aliongea katika lugha. Ani inamaanisha sisi kama tuko na tribes, si kweli? Tuko na tribes mingi. Na kila tribes iko na lugha yake, ni kweli ama uongo? Mbona nyinyi Waislamu mnatumianga lugha ya watu wengine Kiarabu kuliko kutumia lugha yenu yenye mmezaliwa nayo, ya lugha ya mama na baba? Sisi kama mimi naweza omba kupitia lugha yangu. Kama mimi ni Mjaluo naweza omba Kijaluo, kama mimi ni Mkikuyu naweza omba Kikikuyu, kama ule ni Mluya naweza omba kwa Kiluya. Mbona nyinyi upate Mluya ni Muislamu lakini anaomba lugha ya Kiarabu? Asante sana. Ni hali Yesu vile alinena kwa lugha, akasema kila mtu anene lugha yake, aongee na Mungu kupitia lugha yake. Na mbona nyinyi mnatumianga lugha ya wenyewe?
Wacha nijibu swali alafu nitakuja hapo kwa Yesu pahali alitoa hiyo amri watu wanene kila mtu kwa lugha yake. Nitakuja hapo. Lakini wacha kwanza nijibu swali. Swali najibu hivi. Kwanza Mungu anasikia lugha zote. Yes. Lugha zote duniani ni za Mungu. Yeye ndio alilete. Yes. Kwa hivyo mtu akimuomba mtu na lugha ya kwao, Mungu anasikia vile anasema. Yes. Lakini sasa katika upande ya dini, imeletwa ndio watu waweze kufahamiana wote kwa sababu tuko lugha nyingi duniani. Yes. Lakini ile lugha imeletwa moja, hiyo ni lugha ya ibada. Tukienda kwa mfano, umeuliza, wacha nikujibu tu taratibu ndio uweze kuelewa. Unajaribu kunichanganya. Ngoja sasa sijakujibu unasema na kuchanganya. Wewe wakati umeongea mimi nimenyamaza nikangoja unieleze. Sasa ungengojea na mimi nikujibu, alafu niambie mwalimu hapo umekosea. Hapa hujasema ukweli. Sawa? Kwa nini sisi tunatumia lugha ya Kiarabu? Kwanza kitu ya kwanza. Kwa mfano mimi ni Mkikuyu. Lakini nikienda msikitini naomba na lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Nikitoka hapo niende China, nikuta wale wa Chinese Waislamu, tukijia kwa msikiti tutaswali pamoja na lugha moja kwa sababu nao wanaongea lugha gani? Lugha yao ya Kiarabu. Kwa hivyo sisi Waislamu wote duniani tunaelewana kwa lugha. Kwa hivyo tukienda kusali tunaswali kwa lugha moja. Na haijalishi wewe ni kabila gani, lakini unapata huyo Muislamu, na ndio naona watu wanapelekwa madrasa ili wajue ile lugha, ili hata mtoto huwezi kumdanganya, mtoto hata mdogo anajua hiyo. Yaani mpaka usome Uislamu ujue hiyo lugha. Hiyo lugha ndio Mungu ameweka kwa sababu manabii wote, hebu soma hapo Qurani 4:4. Sikia. Hiyo inaitwa lugha ya dunia. Lugha ya dunia. Lugha moja. Tunakuja kwa Biblia tuone kama inasema watu waongee watumie lugha moja. Nani al-Karim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Nne ndio hiyo Qurani 14:4. Qurani 14:4. 14 sura tu Ibrahim. Sio 4. 14:4 sura tu Ibrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na tukumpeleka mtume yoyote. Mungu anasema hakulete mtu yoyote nabii yoyote duniani isipokuwa kwa lugha ya watu wake. Kwanza kila mnabii alitumwa duniani, hakuna nabii alikuwa anaongea lugha nyingine, walikuwa wanaongea lugha yao. Ndio naona akina Yesu wanaongea lugha ya kwao. Muhammad anaongea lugha ya kwao. Kwa sababu ya nini? Kila nabii alitumwa kwa lugha ya watu wake. Unaona sasa? Ngoja kidogo. Ila unabii uko tofauti. Kuna wale walitumwa pale specific place na kuna wale walitumwa katika dunia mzima. Kuna ule ambaye alitumwa katika dunia mzima. Tuko huko, tuko kwa lugha, tumalize kwanza mambo ya lugha. Sasa hii lugha moja ndio naona sasa mimi naona nyinyi mlikuwa supposed kama wewe unasema ni Mkristo ujue lugha ya Yesu. Unajua lugha ya Yesu? Sinajua lugha ya Yesu. Unajua lugha ya Yesu alikuwa anaongea lugha gani wakati alikuwa duniani? Kama wewe kweli. Alikuwa anaongea lugha gani? Hakuwa anaongea Kiarabu. Alikuwa ati Kiarabu wewe kando. Lugha yake alikuwa anaongea Yesu akiwa duniani. Alikuwa anaongea lugha ya babake na mamake. Gani? Lugha yake Yesu alikuwa anaongea akiwa duniani ilikuwa inaitwaje? Hata kwa simu yako hapo ukitafuta utaipata tu. Alikuwa anaongea lugha gani? Kama hujui niambie. Sijui mwalimu nituendelee. Nikueleze. Alikuwa anaongea lugha ya Aramaic. Aramaic. Sio hiyo nakufundisha. Aramaic language na Kiarabu. Aramaic language na Kiarabu ni kama Waembu, Wakikuyu na Waembu na Wameru. Hii ni lugha moja. Unaona sasa? Sasa funga Qurani, leta Biblia hapa. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo tujamaliza mambo ya lugha. Mbona hutaki kusikia hapa hiyo maneno ya lugha moja? Na hapa iko. Ngoja kwanza tumalize hii. Waacha kuhepa hii. Anahepa hii. Unataka kuhepa hii kwa sababu hutaki Biblia iguzwe. Hataki Biblia iguzwe. Tumefanya upasuaji kaka. Unajua ukisoma Mwanzo, usitaki mwalimu some ile kitabu cha Mwanzo. Ukisoma Mwanzo 11:1, watu katika walikuwa wanajenga mnara kwenda mbinguni. Babeli. Wakaharibiwa lugha zao 83:9. Sasa sikia. Baada ya kuharibiwa inasemaje? Lugha ziliharibiwa zamani kule na Mungu kule katika mnara wa Babeli. Maana hapo ndipo nitafanya nini? Nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Hapa tunaambiwa ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha, si malugha, lugha iliyo safi, wao wakinitumikia kwa nia
Ni akina nani wanatumia lugha moja duniani? Tuongee ukweli na tusidanganyane. Nani wanatumia lugha moja duniani? Muitikia Mungu. Katika ibada. Wakristo. Lugha gani mnatumiaga? Kizungu. Kizungu ilikuwako wakati ya Yesu. Hata wakati ya Muhammad kulikuwa kizungu. Yesu alikuwa mzungu kweli? Na Yesu alitoka Europe. Najua sasa kitu yote unajua mimi kuna kitu moja Aramaic, tunasema Aramaic language. Unajua kila kitu mnafanya kuwa kizungu. Na ndio naona watu wamechora mapicha ati ni za Yesu zimejazwa kubaka kwa manyumba za watu. Na huyu jamaa amechorwa watu wanaweka katika magari na katika nyumba zao. Ni jamaa alikuwa na active film za Yesu. Huo jamaa sasa watu wamemchukua wanasema ni Yesu. Je, wakati ya Yesu kulikuwa na kamera? Haikuwepo kamera. Hakuwa na kamera. Kama ingekuwa kweli picha zinapatikana, hata sisi tungekuwa na picha ya Muhammad kwa sababu Muhammad alikuja nyuma, alikuja karne ya 6. Unaona? Lakini tunaambiwa alikuwa anakaa hivi sura yake. Yesu tunaambiwa alikuwa anakaa hivi, vitabu vinasema alikuwa hivi anakaa hivi. Tunaambiwa kila mtu hivyo. Lakini hakukuwa na kitu ambaye ni picha. Lakini sasa picha wameweka watu mpaka mtu anaenda kwa hiyo picha anasema ni Yesu. Na si Yesu, ni jamaa ameact film. Na siku nyingine alitoka kwa mtandao akasema jameni wachani kuniabudu mimi ni amajaza wa film maker. Brian Deacon. Angalia kwa simu yako utampata. Alisema wachani kuniabudu mimi mkifikiria mimi ni Mungu. So jameni hii vitu tuache my friend. Swali ya mwisho. Swali ya mwisho nasikia time imeacha. Swali gani? Haya, swali ya mwisho. Dakika moja tu. Niko naye. Katika Qurani, katika Qurani, si Islam. Katika Qurani. Yes. 47 na 7. 47 ngapi? Na 7. 47 7. Mwenda kwingine najua ile pale ulikuwa unataka kwenda lakini ukwenda huko. Twende. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni na atakudhibitisha miguu yenu. Ani inasema kwa Qurani inasema ukimsaidia Mungu yeye atakusaidia. Sio kweli? Ni maana ya nusura. Kumkusuru. Ukimsaidia. Bwana haijasema kumsaidia. Neno nusuru, neno angalia. Unaona kama vile tunafanya saa hii. Angalia kama unaona vile tunafanya saa hii. Hii ni kunusuru dini, tunanusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunatangaza maneno ya nani? Kwa Kizungu. Kwani ngoja kidogo. Qurani haikuteremka na Kizungu. Qurani imeteremka na lugha ya Kiarabu na Kiswahili nasema vizuri. Kiarabu unajua? Kama ulikuwa unajua Kiarabu tungeenda rahisi. Sasa unaona sasa wewe unajua tafsiri, lakini sio hivyo. Kunusuru dini ni kama vile tunatangaza dini, tunanusuru dini ya Mungu. Nikienda nipate yatima nimurishe, nimvalishe, niende kwa niende kwa mjane na mnusuru Mwenyezi Mungu. Unaona? Wewe soma katika kitabu cha Mathayo. Yesu anasemaje? Nilikuwa na kiu, hamkumfanya nini? Kwani hujui kama katika hiyo? Nilikuwa maskini lakini iko katika 25. Qurani inasema tu vizuri. Atu Allah. Nile 47 kwa Kiingereza. Nile sina nini hapa. Nisaidie nini yako nimsomee. Haya, basi wacha tufanye kesho kwa sababu Qurani iko lakini wacha tufanye kesho kwa sababu time naye imeisha. Dada yetu, nafikiri umesikiza maneno. Hata kesho tuko kuja kesho uulize. Karibu sana. Nafikiri tumalizie hapo kwa sababu ya time. Tukutaneni kesho Mungu akitujalia inshallah. Nafikiri tumebakisha almost mwezi mmoja na kitu tuingie mwezi wa Ramadhan na inshallah nafikiri mambo itakuwa sawa kabisa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.